Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Awali ya yote napenda kushukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kukutana na wewe kupitia kipindi hiki cha darasa huru la neno la Mungu. Nichukue nafasi hii kukaribishe kwa kipindi chetu hiki pendwa cha darasa huru la neno la Mungu. Niliyeko mbele yako ni mchungaji na mwalimu wa neno la Mungu Kachemli Taragu Kisama. Kachemli Taragu Kisama. Leo nina mada inayohusu mapambo. Na mada hii itakuwa ndefu kidogo kwa sababu ina vipengele vingi vya kujadili kwa pamoja. Kwa hiyo niombe usifanye haraka kuhama klipu hii. Naomba tu uipe muda uisikilize. Ni mada ambayo imefundishwa na wengi kwa jinsi mbalimbali, na wengine wamekwisha kuchoshwa nayo kabisa hata utamani kuendelea kusikia habari za mapambo. Lakini huenda leo linakuja katika mtazamo mwingine ambao yawezekana ukajibu maswali mengi ulionayo. Tutaongozwa na andiko kutoka katika Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Yohana, ile sura ya 8 mstari wa 31 na 32. Anasema, Bwana Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Katika kipindi hiki tunataka tushirikiane namna ya kukaa katika neno la Kristo ili tuweze kuipata hiyo kweli, ambayo hiyo kweli inaweza kutuweka huru. Na tunataka tuione kweli kuhusiana na dhana nzima ya mapambo. Kiini cha somo letu la mapambo hasa ni kimoja, ambacho ni kuangazia kile Biblia inasema kuhusu mapambo. Tuangalie kwa pamoja ni nini hasa Biblia inasema kuhusu mapambo. Kuna mapambo ya aina mbalimbali, lakini nimejaribu kuyagawanya katika makundi makuu mawili, kama ambavyo Biblia na yenyewe imejaribu kuyaweka katika makundi hayo makuu mawili. Kuna mapambo ya kimwili au kupamba utu wa nje au kumpamba mtu wa nje. Tunaweza tukayasema mapambo ya kimwili kwa sababu haya yanalenga kumpamba mtu wa nje. Biblia inatueleza kwamba kuna mtu wa ndani na yuko mtu wa nje. So kwa hiyo wote wanapambwa. Kwa hiyo tutaangalia kile Biblia inasema kuhusu kufanya mapambo ya mtu wa nje, kumpamba mtu wa nje ambao ni mwili. Katika mapambo ya mtu wa nje tutaangalia juu ya mavazi na viatu, lakini pia tutaangalia juu ya urembo kama vile pete, hereni, viremba na kadhalika. Lakini tatu, tutaangalia juu ya kusuka au kunyoa nywele au ndevu, kupaka super black, kuvaa wigi na kadhalika. Jambo la 4, tutaangalia juu ya kujichora au kuandika kwenye miili yetu. Na jambo la 5, tutaangalia juu ya kujitoboa sehemu mbalimbali za mwili au kukata baadhi ya viungo au sehemu ya mwili kwa ajili ya urembo. Kuna kitu wanasema wataalamu plastic surgery.
tunazifahamu. Kwa mfano, kurekebisha kovu za moto, au mtu amezaliwa na mdomo sungura wanasema, au unene fulani umezidi, na vitu kama hivyo tutakuwa tunaviangalia. Lakini pia cha 6, tutaona tutaangazia juu ya tofauti iliyopo kati ya kuboresha ngozi ya mwili na kubadilisha rangi ya ngozi ya mwili. Tutaona tofauti iliyopo kati ya kuboresha ngozi na kubadilisha rangi, yani kujichubua kwa lugha nyingine. Lakini pia cha 7 tutaangalia juu ya kufanyaje, kwa Kiswahili sijui, tungesema juu ya kumaintain mwili, kuangalia mwili usiongezeke zaidi, ubaki figa fulani, jambo ambalo linawapelekea baadhi ya watu kupunguza vyakula au kuacha kula baadhi ya vyakula ili tu mwili wake usihame kutoka pale anapotaka ubaki vile vile. Lakini jambo lingine tutaangalia juu ya kuongeza viungo bandia katika mwili. Swala la mapambo lina mambo mengi sana. Linahusika pia na kuongeza viungo, na mara nyingi ni bandia katika miili yetu. Kwa mfano, jicho bandia au meno bandia, naona au kucha bandia, wakati mwingine hata mifupa bandia. Kuna mambo mengine kama kofia, kuvaa tai, pete, vyote hivyo tutaviona tena. Lakini kitu kingine tutakachokiangalia kwenye eneo hili la kumpamba mtu wa nje, tutaangalia juu ya dhana ya mavazi ya kiume na mavazi ya kike, kwamba je, ni nguo ya aina gani mwanaume avae? Je, vitenge avae asivae? Je, ni viatu vya aina gani? Je, vipi au ni yapi ambayo tutasema haya ni mapambo ya kike au ni mapambo ya kiume? Na mengine kadha wa kadha, kwa kadiri ambavyo muda utaturuhusu kuendelea kuyachambua tutayapitia pia. Lakini pia baada ya kuona namna ya kumpamba mtu wa nje, tutaangalia kitu kingine B, ambacho kinahusu mapambo ya kiroho au kumpamba mtu wa ndani au kuupamba utu wa ndani, ambao pia tunaweza tukautafsiri kama mapambo ya kiroho. Kwa hiyo katika swala zima la kumpamba mtu wa ndani au utu wa ndani, tunasema tunampamba kwa mapambo yasiyoonekana, kwa sababu mtu mwenyewe wa ndani haonekani. Hivyo na mapambo yake yatakuwa ya aina ya vitu visivyoonekana au kushikika kwa macho, kama Mtume Petro anavyoeleza katika ule waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 3 mstari wa 3. Anaeleza kuna kumpamba mtu wa ndani kwa moyo wa utulivu na upole. Lakini maandiko mengine anasema kumpamba kwa adabu na upendo, au mwenendo mzuri, au tabia njema, au imani safi. Tutaangazia pia juu ya nafasi ya mwanamke katika kanisa. Tutaangalia katika somo hili pia juu ya nafasi ya mwanamke katika kanisa. Tutaangalia majukumu yake kwa kifupi. Je, anaweza kusimama na kufundisha hata kama wanaume wapo? Lakini pia tutaangalia, je, anaweza kunena kanisani mwanamke? Hatutoishia hapo, lakini pia tutaangalia, je, kunena na kuhutubu ni kitu kimoja kwa mtazamo wa kibiblia? Inawezekana tuache kwa mtazamo wa lugha zetu, lakini je, kwa mtazamo wa kibiblia kunena
na kuhutubu ni jambo moja. Lakini pia tutaangalia, je, mwanamke kuwa mwanakwaya ni sawa? Mwanamke kuimba kwa mwanakwaya ni sawa? Na kama ni sawa, aimbie wapi? Je, kuimba sio sehemu ya kufundisha au kunena? Je, kuimba sio sehemu ya kufundisha au kunena? Lakini kwenye kipengele hiki cha mapambo ya kiroho tutaangalia juu ya vipawa na karama za Roho Mtakatifu. Chapo kwa ufupi. Tutaangalia nini kwenye kipengele hicho? Je, ni kwa ajili ya wanaume tu au pamoja na wanawake hivi vipawa na karama? Hivi vipawa na karama vipo kwa ajili ya wanaume tu na sio kwa ajili ya wanawake. Na kama vipawa hivi na karama ni pamoja na wanawake, hizo huduma na hizo karama zifanyiwe kazi wakiwa wapi? Hapo nilikuwa nikieleza maeneo yangu mawili ya mapambo nitakayozungumza kama kiini changu cha somo. Lakini hapa nataka tuangalie kusudi la somo letu sasa. Baada ya kuona kiini cha somo ni nini, tuangalie kusudi la somo hili ni nini. Na makusudi machache kama matano hivi. Kusudi la kwanza ni nataka kutoa elimu kwa kanisa juu ya mapambo. Nataka kutoa elimu kwa kanisa juu ya mapambo. Lakini kusudi la pili ni kukabiliana na mafundisho au nadharia potofu juu ya mapambo. Kusudi langu la pili, nataka kukabiliana na mafundisho au nadharia potofu juu ya mapambo. Kusudi la tatu, nataka kukazia juu ya kuwa nadhifu na kuwa na muonekano mzuri wa kupendeza, bila kusahau juu ya kuwa na mwenendo mzuri mbele yao wanaotutazama au mbele ya hao tunaoishi nao au hao tunaofanya nao kazi. Lakini kusudi la nne ni kuangazia juu ya mapambo, namna ya kupamba utu wa ndani na mwili wa nje. Ndio kusudi langu. Tuangalie namna ya kuweza kupamba utu wa ndani na namna tunavyoweza kupamba utu wa nje. Lakini kusudi langu la tano, nataka kutafuta namna gani tunaweza tukawa na uelewa wa pamoja juu ya kile Biblia inasema kuhusiana na mapambo. Tuna mawazo yametawanyika na kila mtu anayakwake, lakini tuangalie kwa pamoja, tuwe na uelewa wa pamoja ni nini hasa, tukiacha ile mitazamo ya kibehebu, tukiacha kile ambacho tumekadirishwa, lakini tuangalie ni nini hasa tunapaswa kuelewa kwa habari ya mapambo. Kwa sababu gani? Andiko letu la msingi ambalo nimetangulia kulisema la Injili ya Yohana ile sura ya 8 mstari wa 31 hadi 32, Yesu mwenyewe alisema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, na wewe naamini umekwisha kumwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Tunahitaji kukaa katika neno lake ili tuifahamu kweli na hiyo kweli iweze kutuweka huru. Hayo ni makusudi yangu katika somo hili. Lakini baada ya kuyasema hayo, twende kipengele kingine cha walengwa wangu katika somo hili. Walengwa, si kila mtu awezekana ni mlengwa katika somo hili. Ninao walengwa katika somo hili. Walengwa wa somo hili hasa ninao kama 3 4, lakini yawezekana ni 3 hasa nimewakusudia. Mlengwa wa kwanza wa somo hili ni watu wote, kwa kuwa somo hili laweza kumfaa yeyote. Walengwa wa kwanza ni watu wote, maana somo hili naweza kumfaa yeyote. Lakini kwa muhimu zaidi, walengwa wakuu ni kanisa, kwa kuwa ndio hasa wanakumbushwa juu ya namna
inavyowapasa kuenenda mbele ya wale wasioamini, ili kiwezekana waweze kuwavuta au tuweze kuwavuta hata kwa njia ya mienendo yetu na hata kwa matendo yetu na mionekano yetu. Na hapa itahusisha kupamba mwili na kupamba roho. Kwa kuwa hayo yote hayajazuiliwa katika maandiko matakatifu, ila yanahitaji uelewa juu ya neno la Mungu ili tujue yale yatupasayo na yale yasiyotupasa. Walengwa watatu kwa umuhimu mkuu zaidi. Walengwa wengine ni watumishi wa Mungu, maana ndiyo wenye dhamana ya kulilinda na kulilisha kundi la Kristo juu ya mbwa mwitu wakali wasioweza kulihurumia kundi, kwa kulishambulia na kulilarua kundi kwa mapigo na kuwapeleka vifungoni, hata kuwaua ikiwezekana, wakaliharibu kundi kwa mafundisho potofu. Kwa hiyo watumishi wana dhamana kubwa. Kwa hiyo ni walengwa wakubwa sana wa fundisho hili. Kwa nini nimewalenga hao watumishi kama ni sehemu ni kundi muhimu sana katika somo hili? Watumishi ndio viongozi katika huduma za kiroho. Kwa hiyo hao ninyi kama nao nani angani mmoja wa watumishi, wewe una uwezo mkubwa wa kunielewa kile ninachoenda kufundisha katika somo hili la mapambo. Unaona? Unaweza kuelewa zaidi mafafanuzi nitakayoyatoa katika mafundisho yangu haya. Unaweza ukayapima kuliko mshirika kwamba hiki ninachokifundisha ni sahihi au sio sahihi. Na ukiona ni sahihi, una nafasi ya kulilisha kundi lako. Na ukiona sio sahihi, una nafasi pia zaidi ya kulilinda kundi na hili fundisho ambalo nakuja nalo. Lakini wewe kama mtumishi na mimi mtumishi mwenzako, una nafasi ya kuniambia hapo, mtumishi mwenzangu, kuna mahali umetereza, hebu rudi nyuma urekebisha mahali fulani ili tuende pamoja. Kwa hiyo kama mtumishi ukiwa karibu na mimi katika somo hili, utakuwa umenifaa zaidi na utakuwa umeniongezea uelewa mkubwa zaidi. Haya ni mambo ambayo nimependa nianze nayo kabla hatujaendelea mbele na somo letu kuhusiana na mapambo. Baada ya kuyasema haya, ninatamani niseme maneno mengi sana kwa sababu somo ni refu, au nitengeleze klipu fupi fupi. Ila nachelea, zikiwa fupi fupi zitakuwa nyingi sana, siri zitakuwa ni nyingi sana. Lakini pia nikisema klipu yangu iwe ndefu sana, wengine mna muda mchache wa kusikiliza na MB za kutosha kufungua inawezekana zisiwepo. Lakini kuombe niingie kwenye utangulizi wa somo sasa rasmi, na leo niahidi kwamba nitaishia na utangulizi tu, lakini kipindi kifuatacho kitakuwa inaanza somo moja kwa moja kuhusiana na mapambo. Niingia kwenye utangulizi wangu sasa rasmi wa somo letu hili la mapambo. Somo hili, kwa nini somo hili nalifundisha? Somo hili limetokana na changamoto zilizopo kuhusiana na mapambo ndani ya kanisa. Na changamoto hizo zimekuwa kwa muda mrefu. Na hapa sina maana kwamba mimi ndio nimekuja na mwarobaini wa kuzimaliza au kuzikomesha kabisa. Hapana. Kwa sababu yawezekana hata huu uamuzi wa kuanza kulifundisha somo hili nikawa nazidi kuchochea changamoto nyingine kuhusiana na mapambo. Lakini naomba Mungu anisaidie fundisho hili liwe ni sehemu ya kutibu na kujibu maswali mengi yanayohusiana na mapambo. Lakini sababu nyingine ambayo imenifanya nije na fundisho hili, mpaka nimesukuma kuandika kitabu kinachohusiana na masuala mazima ya mapambo. Unaona? Nimekuwa nikiulizwa na watu kadha wa kadha. Nikaona kwa wingi wa maswali ninayokutana nayo kuhusu mapambo, nikaona na sababu ya kulileta kama somo. Lakini pia nimeona watu wengi wakiulizwa
na nimesikia watu wengine wakiulizwa. Majibu wanaoyatoa, hata mimi mwenyewe ambaye inakuwa sijauliza, ninaona kabisa majibu yanayotolewa bado yanaelea hewani, hayajitoshelezi kutetea, kuhalalisha au kuharamisha jambo zima la mapambo. Unaona, majibu yanayotolewa ni mepesi sana, lakini natamani katika somo hili hebu tuingie kwa ndani zaidi, tupate japo majibu yaliyoshiba, majibu yanayoweza kujitosheleza. Lakini sababu nyingine ambayo imenifanya nifundishe somo hili ni nini? Naona waumini, washirika wengi wanahangaika sana. Hawajajua sasa wasimamie lipi, kwamba kujipamba ni sahihi au sio sahihi. Kwa sababu wakimsikiliza mhubiri A anafundisha kwa sauti kubwa na uso mkavu, kuonyesha kwamba ana uhakika na anachokizungumza, kama mapambo ni haramu, ni haramu, ni haramu. Paka anashawishika kabisa kwamba huyu mtumishi anayefundisha kiasi hiki kwa nguvu zote hizi, kwa kweli itakuwa ni sahihi. Siku nyingine aidha ni kwenye mitandao huku au kanisani au kwenye mkutano au kwenye semina au watu wengine, anakutana na mwingine anasema hapana, mapambo ni halali, na yeye anafundisha kwa sauti kubwa, kwa kujiamini na uso mkavu, na anatoa hoja. Huyo mtu anasema huyu naye ndio yuko sahihi zaidi, sio yule wa mwanzoni. Kwa hiyo washirika wanabaki wanahangaika, hivi lipi la kweli? Tafsiri ipi ni ya kweli? Kwa wengine wanaamua kuhama makanisa, wengine wanabaki kwenye makanisa yale yale, hata kama hakubaliani na fundisho la mchungaji wake. Labda tu amebaki kwa kuwa kuna vitu vingi anakubaliana navyo, lakini hivyo vingine anaamua kuvifanyia maamuzi yake yeye mwenyewe moyoni. Kwa hiyo anakaa kwenye ushirika ambao kuna fundisho fulani anapingana nalo. Hiki nacho kimenifanya nije na fundisho hili. Sababu nyingine ambayo imenifanya kuja na fundisho hili ni shuhuda na mafunuo au maono yanayotolewa na watu wengi ambao wanadai kwamba Bwana amesema na wao. Wengine wanadai aidha waliwahi kufa na kwa bahati hawakuzikwa mapema, na kwa kipindi kile cha umauti wao waliweza kupelekwa mbinguni, wakaweza kuwaona maelfu kwa maelfu ya waumini wa kanisani ambao waliwajua kwa matendo mema na watumishi wa Mungu, lakini wakiwa wanaelekea jehanamu au wako tayari jehanamu. Na walipojaribu kumuuliza Mungu, kwa nini hawa walikuwa ni watakatifu na wacha Mungu wako kule jehanamu, Mungu anawaambia hawa waliponzwa na mapambo, walikuwa wanasuka, wanavaa heleni, wanavaa mikufu, namna hiyo ABCD, ndio maana hivyo na hivyo. Na baadhi yao wanasema kwenye shuhuda zao kwamba waliwahi kumuuliza Mungu, sasa Mungu, mbona eti wakati wana wa Israeli wanatoka Misri uliwaambia watake vitu vingi ikiwepo na dhahabu kwa Misri? Ati Mungu anawajibu hivi, ni kweli niliwaambia wavitake, vilikuwa ni vitu vizuri kwao kipindi kile, lakini walipofika njiani walijichanganya watu. Wakati Musa yupo mlima Sinai, ninaozungumza na yeye, nampa maelekezo na amri, walidhani amechelewa na hawakujua kwamba ataweza kurudi. Wakaiacha njia ya imani, wakamwambia Haruni awatengenezee ndama wa dhahabu. Wakavua pete zao na hereni zao, wakatengeneza ndama, wakaanza kuabudu. Kwa hiyo Mungu akasema kuanzia hapo nikaamua kuvilaani vitu hivi. Kwa wanatoa sababu za namna hiyo. Sasa hizo shuhuda ukisiangalia, sina kaukweli fulani, lakini zina kauongo fulani. Tutaziona baadhi ya shuhuda kwa kadiri muda utakavyo turuhusu. Na wengine wanapata shida, ni kweli wamepata mafunuo hayo au wamejitungia.
Lakini wengine kama hawa wanaosema waliwahi kufa, wanaona ni kweli, kwa sababu ushuhuda kwamba waliwahi kufa, kuna ushahidi kweli waliwahi kuonekana wamekufa, na kwa hiyo huwezi kutilia shaka kuhusu kufa kwao, na wakafunuliwa mambo hayo. Lakini unapata shida ya mafunuo wanayoyapata na tafsiri ya Mungu aliyesema naye kuhusu maandiko ya Biblia. Je, huyu Mungu ambaye hawezi kuyatafsiri maandiko yake yeye mwenyewe, ndiye huyu Mungu huyu tunayemwamini aliyesema na mtu huyo? Lakini pia unajiuliza kwamba okay, kama ni kweli ni Mungu huyu tuliyesema naye, aidha shida ipo kwa huyu aliyepewa haya mafunuo, ameyafikisha kwa uaminifu au amekoleza chumvi zake mwenyewe ili kufanya ushuhuda wake uwe ulioshiba? Kwa sababu nina mifano ya marafiki zangu, wengine ni watumishi wa Mungu, na wao wananifahamu kwamba mimi nawafahamu, na hii clip kama wanaisikiliza wanajijua kabisa hapa na wasema wao. Wanapenda kukoleza shuhuda. Kuna mtu mmoja wakati niko chuo, tunaenda kufanya field, tunaenda kumhoji huyo mtumishi wa Bwana. Alitupatia shuhuda fulani ambazo baadaye niligundua zilikuwa ni za uongo. Akatuambia kwamba kuna siku alipata ajali wakati kwenye safari ndefu, propeller shaft ya gari ilikatika. Kwa hiyo kipindi kile simu zilikuwa ni shida, mawasiliano yalikuwa ni magumu, miundombinu ilikuwa ni migumu. Kwa walipata shida sana, wakakaa muda mrefu huko njiani. Lakini yule mtumishi wa Bwana anadai kwamba akasikia hasira. Roho Bwana akamwambia aingie chini ya uvungu wa gari, aiunge ile propeller shaft. Akaingia chini ya uvungu wa gari, watu wakiwa wanamcheka. Huko anawashauri, jamani, Bwana ananiambia naenda kuiunga ile propeller shaft kwa uchomeleaji wa rohoni. Basi akaingia kwenye chini ya uvungu wa gari, anadai huyo mtumishi. Akashikanisha ile propeller shaft pale ilipokatikia, akashika na mkono, akaanza kuunga kwa jina la Yesu, akaunga. Watu wakaanza kuona cheche zinatokea za uchomeleaji kule chini ya gari. Wakashangaa sana. Ile mtumishi akatoka akawaambia, jamani, ni kweli cheche mmeziona na gari propeller shaft imeshaunga. Na akamwambia dereva, basi washa gari. Dereva kuamini kabidi na yeye aingie chini ya uvungu kuangalia propeller shaft. Akakuta imeungwa. Wanamwambia, hiyo mikono yako inachomeleaje? Akamwambia, Bwana amechomelea. Akasema watu wakamtukuza Bwana na wengi wakampa Bwana maisha. Hizo shuhuda akatusimulia. Lakini pofuatilia ile shuhuda ilikuwa imetungwa, ila kuna miujiza alikutana nayo katika safari ile, lakini haikuwa muujiza wa kuchomelea chuma kwa mkono wake wa kuombea. Mtumishi mwingine akaniambia, nimtembelea ofisini kwake, akawa ananiwashuhudia jinsi huduma yake inavyoendelea vizuri. Akaniambia, maana siku ile nilikuta kuna watu wamepanga foleni nje wanasubiri maombi na maombezi. Akaniambia, hapa kuna mtu nimemuombea, ndege, unayemwona ndege anayeruka hewani, yani nyoni huyu ndege. Wakati anamuombea, ametoka mdomoni mwake na mabawa yake karuka chini. Watu wakashangaa, ndege anatoka mdomoni, anaruka mkubwa, anatua pale. Ile ndege akaogopa kumshika, ile yakamshika. Akamkemea ile ndege na akaukia pale pale. Ndio maana waponaona watu wanaongezeka hapa. Nilipofuatilia wasaidizi wake, wakaniambia, wewe unamfahamu mzee wetu, hii ametengeneza ni ya kuzuga, sio ya kweli. Kwa hiyo kuna watu wanakuza shuhuda ambazo hazipo kwa maslahi na nia wanaoijua wao wenyewe. Lakini pia kuna wengine yawezekana ni kweli Bwana amesema na wao kuhusu mapambo, lakini wanavyoleta ujumbe wa mapambo huenda ulikuwa na uhusu wao binafsi, wala uhusu jamii nzima ya watu. Lakini wengine pia yawezekana ni kushindwa kuyatafsiri mafunuo wanaoyapata, kwa kuwa si kila mtu ana uwezo wa kuitafsiri ndoto anayoipata, na maandiko yanathibitisha hivyo. Na kwa sababu ya muda sina sababu ya kugusa watu mbalimbali. Unaona, walihitaji msaada wa tafsiri za watu wengine. Kwa shida inapojitokeza ni wengi kupata mafunuo na hawana utulivu ili kupata msaada wa watu kuweza kuwatafsiria au jinsi ya kutafsiri maono hayo.
na kisha wanajikuta wamekuja na tafsiri zao wao wenyewe. Hivyo ndugu zangu, nisipende kuwachosha, nikualike uwe tayari tunapoenda kulianza somo la mapambo. Uwe tayari kuwa na Biblia, uwe tayari kuwa na notebook, wewe unaandika point. Nitakuruhusu kuniuliza maswali yoyote utakavyopenda kuniuliza, lakini yanayohusiana na mada yetu ya mapambo, na maswali yako nitayajibu. Lakini nikiona swali lako linajibiwa na kipengele kinachofuata, nitakwambia uvumilia, jibu lake utalipata katika kipengele kinachofuata. Lakini kama swali lako litakuwa linahusiana na yale ambayo nimeyasema tayari, basi nitakuwa tayari kukujibu moja kwa moja. Kwa hiyo nikukaribishe na nitoe ushauri huu ufuatao. Tutatumia vifungu vya Biblia, na ni Biblia tutakayoitumia. Kwa hiyo una nafasi ya kusoma vifungu kadha wa kadha tutakavyovitoa, ujiridhishe. Na unapovisoma usivisome katika mtindo uliojikalilisha mwenyewe au uliokalilishwa. Uvisome ukiwa na mawazo huru ili uweze kuelewa. Lakini pia wewe unayesema mapambo ni haramu, nitakuruhusu uorodheshe maandiko yote unayohisi yanaharamisha mapambo. Tutayapitia yote moja baada ya jingine, tuone kama yanasema hivyo unachokisema au umeyasingizia hayasemi hicho unachokisema. Na wewe unayehalalisha kama ni halali, utakuja na maandiko unayoyaona unayajua, utayatuma. Lakini nitaweka msimamo ninaouona ambao nimeuona kwenye maandiko matakatifu juu ya mapambo, kwamba hakuna mstari wowote katika Biblia unaozuia mapambo. Haupo. Aidha kumpamba mtu wa ndani au kumpamba mtu wa nje, haupo. Lakini ziko changamoto mbalimbali kuhusiana na mapambo, aidha katika kujipamba au kuto kujipamba, ambazo zote zinatakiwa zitatuliwe kwa mujibu wa neno la Mungu. Na hiki ndicho kinachonifanya tukutane katika darasa hili huru la kujifunza maneno ya Mungu. Baada ya kuyasema haya yote, niombe tukutane tena kipindi kijacho tutakapoanza na mada yetu ya mapambo moja kwa moja. Siku ya leo ilikuwa ni utangulizi tu wa mimi mtumishi wa Bwana kujitambulisha kwako, lakini pia kuitambulisha mada ninayoileta kwako, na uweze kuwa tayari kufuatilia, lakini pia uwashirikishe na watu wengine waweze kushiriki katika darasa hili huru. Asante sana kwa kunisikiliza. Niombe Mungu akubariki. Asante.